na hii ni faraja kubwa kwamba kwa sera ya sasa na kwa hamasa kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tunapoona kwamba sasa clubs zinaamka na kuanza kuwa na facilities zao wenyewe, hii ni ishara kwamba sasa michezo imekusha shika kasi kutoka kwenye kujifurahisha kwenda kuwa michezo biashara, kwa maana commercialize michezo kama ambavyo unaona leo uwekezaji huu unafanyika kwa pesa nyingi, na kwa mantikio hata wachezaji bora watapatikana kwa pesa nyingi. Kwa hiyo clubs sasa ni muda mwafaka kuendelea kujizatiti ili sasa ziendelee kukua, na mwisho wa siku basi na sisi tu ni wauzaji wa wachezaji kwenda kwenye clubs zingine za kimataifa za nje ya Afrika na hata duniani kote. Uliona uwanja before ama nao umekuwa surprise kama ulivyokuwa kwa wanachama wa Young Africans? Process zote mimi ninazifahamu, lakini kwa taswira ya uwanja ndio nauona sasa, kwa sababu kama mnakumbuka waliwahi kumuomba Mheshimiwa Rais kipande fulani cha ardhi ili kiweze kuongezeka kwenye ardhi ya Young Africans, na Mheshimiwa Rais alifanya namna hiyo. Zaidi ya square mita kadhaa zimeongezeka na sasa wana square mita 1037 na ambazo 1037 kuna ofisi, lakini ndani yake pia kuna uwanja. Kwa mantiki hiyo ni kwamba hii ni surprise kwa Watanzania, lakini ni message kwamba sasa ni muda wa clubs zote kwenda kama ambavyo Young Africans imeanza. Lakini mtakumbuka kwamba Azam tayari wana uwanja na ambao walikusha ujenga, una accommodate watu zaidi ya 5,000. Lakini mtakumbuka pia halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, kwa maana timu ya KMC tayari nayo ina uwanja. Kwa hiyo maana ni kwamba hii itakuwa ni klabu kama ya 3 kujenga tena uwanja wao. Lakini mtafahamu kila klabu ina historia yake. Kwa historia ya Young Africans inaleta furaha zaidi kwa sababu ni klabu kongwe sana muda mrefu, na tukiona maendeleo haya tunajua kabisa kwamba basi kumekucha. Wasibitishwa na mkoa Dar es Salaam, wewe ni Yanga kuliali? Mimi kiukweli mimi ni mshabiki wa clubs zote, na mara nyingi wanashangilia ile inayoshinda kwa wakati huo. Kwa hiyo inayoshinda kwa wakati huo mimi ndio inakuwa ya kwangu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mtu akitaka mimi kuniwini na kukaa na mimi kwa muda mrefu, sharti namba moja tu, ashinde muda wote. Neno lako la mwisho kwa wawekezaji mfano kama GSM, Mohamed Dewji na wengine ambao wamekuja kuwekeza kwenye mpira wetu? Ni muhimu wakawekeza kwenye mpira huu na uwekezaji wao ukawa una faida wa 50 kwa 50, au kwa Kiingereza uwekezaji wenye win-win, kwa maana kwamba klabu inapata na mwekezaji anapata. Klabu inapopata, washangiliaji na washabiki wa klabu hiyo ndio faraja yao. Kwa hiyo tuwekeze kimkakati. Mwaka 2027 tutakuwa tuna AFCON. Maana yake ni kwamba wenzetu AFCON watakapofika hapa na ile management ya CAF watakapofika hapa na kuona kwamba Tanzania tumeanza kuwa na facilities nyingi kiasi cha kutosha, itakuwa ni mwanzo wa kuvutia mashindano mengine ya Afrika na hata duniani kote. Shukrani. Asante sana.